Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu Muislam, tukiendelea na kitabu Sharh Hadith 40 an-Nawawi, sharh ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Bado tuko katika hadithi ya 4 na leo tunasoma miongoni mwa faida zinazopatikana katika hadithi hii, faida ya 9. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah aendelea, anasema anna nafkha ar-ruhi yakunu ba'da tamami 4 ashhur, ya kwamba kupulizwa roho kwa kile kiumbe ambaye yuko ndani ya tumbo la mama yake hutokea baada ya kutimia miezi 4. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam kwanza alisema, kwanza nakuwa tone kwa muda wa siku 40, kisha baada hapo linabadilika inakuwa pande la damu kwa muda wa siku 40, kisha inabadilika inakuwa pande la nyama kwa muda wa siku 40. Kwa hivyo kisabu 40 mara 3 inakuwa 120, siku 120. 120 ukizigawanya mara 3 mara 4 kwa 30 inakuwa ni miezi 4. Sasa ndio Sheikh anasema baada ya hapo miezi 4 ndio kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kauli yake akasema, thumma yursalu ilayhi almalaku fayanfukhu fihi ar-ruh, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anampeleka malaika, anamtuma malaika wake akawa mwenye kupuliza roho katika kiumbe kama kile. Ndio Sheikh anasema wa yanbani ala hadha, na juu ya jambo kama hili hujengwa hukumu zifuatazo. Kwanza, annahu idha saqata ba'da nafkhi ruhi fihi, ikiwa kitoto kama kile, kijusi kama kile itatoka, yani mimba itaharibika, au atazaliwa mtoto kama yule akiwa amekufa baada ya kuwashapulizwa roho baada ya miezi 4, fa innahu yughsal, basi mtoto kama yule ataoshwa, wa yukaffanu, atavalishwa sanda, wa yusalla alayhi, na atasaliwa sala ya maiti, wa yudfanu fi maqabir almuslimin, na vile vile atazikwa katika makaburi ya Waislamu. Wa yusamma, vile vile atapewa jina. Wa yu'aqqu anhu, na vile vile atafanywa aqiqa. Ikiwa ni mtoto wa kiume atachinjiwa mbuzi wawili, na ikiwa ni mtoto wa kike atachinjiwa mbuzi mmoja. Kwa sababu gani? Liannahu sara adamiyan insanan, kwa sababu tayari ameshakuwa mwanadamu. Fayathbutu lahu hukmul kabir, hivyo atakuwa ni mwenye kufanyiwa hukumu ambazo kwamba zinazomhusu mwanadamu. Masala ya pili, Sheikh anasema, kwa hivyo haya ni masala ya kwanza. Masala ya pili anasema annahu ba'da nafkhi ruhi fihi, yule mtoto baada ya kuwashapulizwa roho, yahrumu isqatuhu bikulli hal, inakuwa ni haramu kumtoa, yani inakuwa ni haramu kuharibu mimba kwa hali yoyote ile. Fa idha nufikhat fihi ruh, kwa sababu roho ikishapulizwa ndani yake, fala yumkinu isqatuhu, hairuhusi tena kuitoa mimba kama ile. Kwa sababu gani? Lianna isqatuhu hina idhin yakunu sababan lihalakihi, kwani kuitoa wakati huo sasa, ukaitoa mimba
inakuwa sababu ya kifo chake. Wala yajuzu qatluhu wa huwa insan, na haijuzu kumuua kwa kuwa tayari amekuwa nani? Amekuwa mwanadamu. Fa in qala qail, sasa ikiwa mtu atakuja atasema mathalan, araaitum law kana ibqauhu, mnaonaje ikiwa kuendelea kubaki kwa mtoto kama huu akiwa ndani ya tumbo, sababan limauti ummihi, kutakuwa sababu ya kifo cha mama yake. Yani mtu anasema muonaje ikiwa mtoto huyu atabakia ndani ya tumbo la mamake, ikawa pengine itapelekea ndo sababu ya kifo cha mamake. Afayulqa wa tabqa hayatul je, mtoto kama yule atolewe ili mama abaki hai, au yabqa wa tahlikul au mtoto yule abake tumboni kisha mama afe? Thumma yahlikul janin, kisha na mtoto yule naye afe. Sheikh anasema faljawab naqul, jibu ni kwamba tunasema rubbama ahlul istihsan, huenda wale ambao kwamba wanaotegemea ihtisan, yani kuona jambo kwa mtazamo wakaona kwamba jambo kama hili linafaa. Yaquluna bil awwal, wakawa nasema kauli ya kwanza. Vipi? Yani atolewe mtoto ili mama abakie awe hai. Walakin la istihsana fi muqabalati shar, hakuna kutumia istihsan inapopingana na hukumu ya sheria. Fanaqulu athani, basi tutasema kauli ya pili, huwa almutaayyan, ndiyo ambapo kwamba inayopaswa kufatwa. Nayo ni gani? Ni abakisha ule mtoto, asitolewe hata kama mama atafanya nini, atakufa. Ndo akasema bimaana annahu la yajuzu isqatuhu, yani haijuzu kumtoa ule mtoto, haifai, haijuzu kuitoa mimba. Hatta law qala al-atibba, hata kama madaktari watasema kuwa innahu in baqiya halakatil endapo ataendelea kubaki ndani ya tumbo mama atafariki, yani mama atakufa. Waqad yahtaju man yaqulu bi isqatul janin, na huenda wale ambao kwamba wanaoruhusu wakatoa hoja ya kutoa mimba kama ile, bi annahu idha halakatil halaka aljanin, wakatoa hoja kwamba ikiwa mama atafariki basi pia yule mtoto pia naye atafanya nini, atafariki. Fayahliku nafsani, hivyo basi zikawa zenye kupotea nafsi mbili, mama akawa mwenye kufa na mtoto naye akawa mwenye kufa. Wa idha akhrajnahu halaka aljanin, lakini ikiwa mtoto atatolewa atakufa mtoto peke yake. Lakinna al-ummu taslam, lakini mama atanusurika kufa, hatokufa. Ndio Sheikh akasema waljawabu ala hadha ar-ra'yi al-fasid an naqul, jibu la kuikanusha rai kama hii ni batil, ni kwamba tunasema kwanza, awalan qatlu nafsi liihyai nafsi ukhra la yajuzu, kwanza hairuhusiwi kuwa nafsi moja ili kuiokoa nafsi nyingine. Walidhalika, kwa mfano akatoa mfano, lau furidha anna rajulaini kana fi safarin fi ardi falat, tukikadiria ya kwamba kulikuwa na watu wawili walikuwa safarini, wako katika jangwa, ardhi ambapo kwamba isiyokuwa na watu, ardhi ambapo kwamba isiyokuwa na chakula, ardhi ambapo kwamba maji hakuna. Wala zada maahuma,
wala hawakuwa na chakula. Wa kana ahaduhuma kabiran, mmoja wao katika hawa wawili alikuwa ni mtu mkubwa, mtu mzima. Wal akharu 10 sinina au 9 sinin, na huyu mtu wa pili ni mtoto mdogo, ima awe na miaka 10 au miaka 9. Fajaa alkabiru jiddan, yule mkubwa, yule mtu mzima akawa na njaa sana. Bihaithu lau lam yakul la halaka, kiasi kwamba lau hangekula basi angeangamia, angekufa. Fala yajuzu lilkabiri abadan an yadhbaha as-saghira liyakulahu wa yaisha, basi hairuhusiwi kwa huyo mtu mzima akamchukua yule mtoto akamchinja kisha amle alafu aendelee kuishi, haijuzu biijma'il muslimin. Hili ni kwa makubaliano, kwa ijma', yani waislamu wote. Walau qudira anna sabiya mata min al-ju', na tukikadiria kwamba yule mtoto amekufa kwa sababu ya njaa. Wa baqiya al-kabiru, huku yule mtu mzima akabakia hai. Wa huwa imma an yakulahu fayabqa, kisha ikawa huyu mtu mzima hana budi amle yule nani, yule mtoto, kisha aendelee kuishi. Mtoto ashakufa, amle aendelee kuishi. Au yatrukuhu fayahlik, au amwache afe kwa njaa. Fahal yajuzu lahu al-aklu min jasadi as-saghir, je, sasa huyu mtu mzima ashamwona mtoto ankufa, je, inajuzu kula sehemu yake ya mwili ya yule mtoto? Mtoto ashakufa na amekuwa mzoga, je, inajuzu kumla? Yuko sehemu katika njaa, yani katika sehemu ambapo kwamba hakuna chakula, hakuna maji na asikia njaa. Sheikh anasema waljawab, jibu lake, madhhabu al-Imam Ahmad rahimahullah, madhhabu ya Imam Ahmad rahimahullah, fil mashhur anhu annahu la yajuzu aklu, kwa kauli yake mashhur ni kuwa haijuzu kula mwili huo. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, kasru idhami al-mayyit ka kasrihi hayyan, kuvunja mfupa wa maiti ashakufa ukamvunja mfupa wake, Mtume anasema ni kama kuvunja akiwa hai. Wa dhabhu almayyiti kadhabhihi hayyan, kwa hivyo vile vile kuukata, kumchinja yule maiti, kumkatakata ni kama kuukata akiwa hai. Walqawlu thani fi hadhihi almas'ala, na kuna kauli ya pili katika masala kama haya, annahu yajuzu an yaakula minhu ma yasuddu ramaqa, inayosema kuwa inajuzu kula kiasi cha mwili wake ambapo kwamba itatosheleza njaa kama ile ikane yenye kuondoka, ili asiangamie, ili asife. Kwa sababu gani? Lianna hurmata alhayy a'zamu min hurmati almayyit, kwa sababu mtu heshima yake na utukufu ni aliye hai, ni kubwa zaidi kuliko mtu kuwa amekufa. Ile heshima, mtu akiwa hai ana heshima kubwa kuliko vile amekufa. Thaniyan, hii kauli ya pili, Sheikh anasema fanaqul, tunasema tutajibu, innana law asqatna aljanina fahalaka, tunasema ikiwa tutaitoa mimba, sawa, kisha akafa yule mtoto, fanahnu alladhina qatalna, basi sisi ndio tutakuwa tumekuja kumuua, sisi ndio tutakuwa tumemuua yule mtoto. Walau abqainahu fahalakatil lakini ikiwa tutamwacha tumboni yule mtoto, mama akafariki, thumma halaka huwa, kisha na yule mtoto naye pia akafa, falladhi ahlakahuma huwa Allahu azza wa jalla, basi aliyewafisha wote wawili, aliyofanya wote kufa ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala.
ay laysa min fi'lina, hivyo vitatokana na yani si vitendo vyetu. Thalithan, tatu, masala ya tatu, la yalzamu min halaki an yahlika aljanin, si lazima kwamba mama akifa basi yule mtoto pia afe. La siyama fi waqtina alhadir, hasa katika zama zetu kama hizi. Idh min almumkin ijza'u amaliyati sari'ati liikhraj aljanin, kwa kuwa wakati wetu hunu inawezekana kufanywa upasuaji, operation wa haraka sana, ili akatolewa yule mtoto, fayahya, na hivyo yule mtoto akaendelea kuishi. Walihadha ba'dhu albaytariyina fi alghanami wa shibhiha yastati'u, kwa sababu hiyo hata baadhi ya madaktari, wale madaktari wa mifugo wanaoshughulikia wanyama kama kondoo na wanyama wengine, wanaweza idha matatil yani mfano kama mama amefariki, yani mnyama alikuwa na mimba, mnyama kama yule mama akafa na ana mimba, an yakhruja hamlaha qabla an yamut, wanaweza wakamtoa yule mtoto, wakamfanyia operation yule mnyama, wakamtoa yule mtoto kabla yule mtoto hajafanya nini, hajakufa. Wa aidan naqulu, na pia vile vile tunasema, law annahu mata hadha aljanin fi batni ummihi, lau mathalan mtoto kama yule angekufa tumboni mama yake, min indillahi azza wa jalla, kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yalzamu an tamuta hiya, si lazima mama naye afe. Fayakhruj, si lazima mama naye afe, basi liannahu atatolewa, liannahu mayit, si lazima. Kwa sababu gani? Ameshakufa. Watabqa na vile vile mama akawa mwenye kubakia, akawa mwenye kuendelea kuishi. Kwa kumalizia, Sheikh anasema alkhulasa, kwa ufupi yani, annahu idha nufikhat fihi ruh, ikiwa roho tayari imepulizwa ndani ya mtoto kama yule, fa innahu la yajuzu isqatuhu, basi hairuhusiwi kuitoa mimba, bi ayi hali min alahwal, kwa hali yoyote ile hufai kuitoa mimba kama ile. Basi mpaka hapa namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe zaidi na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.